Tunaenda Sijonga, madarasa mawili, hela zile zile hajaisha. Unaenda Mnyagara, hela zile zile, madawati yamekamilika. Haya ni madarasa na madawati yamekamilika. Anapungukiwa madawati haya mawili, utizilizo hapo inaendelezeka, si ndio? Taratibu jana tulikubaliana kimsingi eneo husika liwe responsible na vifaa vyake vyote kabla ya kuhamishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, vijulikane. Na vinapohamishwa kama vinatoka pale, maana yake kuna mawili, either virudishwe vile vifaa au alipo nini fedha. Sisi tumeelewana? Kama vinatoka vifaa kutoka X kwenda shule Y au kutoka X kwenda mradi Y, maana yake ni kwamba yule mtu ambaye mwenye mradi X, kwa sababu hela zilizotumika ni za kwake yeye, ni kwamba apewe vitu viwili, arudishiwe yale material aliyotoa au alipo nini pesa, kwa sababu katika makadirio ya uhandisi kuna sehemu zingine zinaonekana kama kuna over estimation. Kama kuna over estimation, maana yake ukiwahi kununua vitu fulani utapungukiwa vitu vingine, si ndio? Sasa ili uweze kuvinunua vitu vyako, maana yake ni kwamba hayo material ambayo yamezidi yabadilishwe kuwa nini, hela, alafu hizo hela zinunue vitu ambavyo vifanya nini, ili mradi ufanye nini, ukamilike, uishe na uendelee kutumika. Hiyo ndio busara ya kawaida inatakiwa itumike. Lakini katika kufanya hayo kuna taratibu zake zinatakiwa zifuatwe. Hiyo ni upande mmoja. Upande mwingine nafikiri kuna mtu mmoja Lugonesi, si ndio? Lugonesi kuna mtu anamdai, aliingia mkataba wa wazalisha matofali ampe advance. Yule mtu wa huduma kufanya hivyo, lakini aliweka dhamana mashine yake. Mwanasheria utufahamisha hapo pasi na shaka. Tunataka tuitwange Masasi tupate fedha. Tuuze. Wako watu humu wanaweza kununua kazalisha matofali wao. Yeye kama kashindwa, hiyo ni juu. Kama muda umeisha wa yeye bakao hajaonekana, utatuambia kwa mujibu wa sheria hapa. Kwa hiyo tumetana hapa tuwekane sawa. Na humu kuna watu wana miradi mipya, si ndio? Umewaita na wenyewe, si ndio? Wenye miradi mipya wako. Sasa wale wenye miradi mipya kuna shida moja ya manunuzi. Watu manunuzi wako hapo, tumewaita na wenyewe. Watu hawatangazi, hawajatangaza. Aidha maana yake ni BOQ au manunuzi, si ndio? Manunuzi hawa hapa na ujenzi hawa. Tunataka hili jambo tulimalize. Tumepeana siku hizi tutatue hapa. Kama ni kutangaza sio na shida sio nini, manunuzi mtakaa nao na watu wa ujenzi mtakaa nao na miradi yenu. Hata tuliwapa wajiandae. Tuliwapa Jumatatu tukakaa kikao, tulikubaliana ujenzi wajiandae. Maana yake nini? Kuangalia mahitaji ya hizo huduma katika maeneo husika. Kama ni kuandaa hizo nyaraka, wao wamejiandaa. Maana yake tukiwaita leo, shughuli inafanya nini? Naanza. Tatizo lingine ambalo limejitokeza, vitu vinavyoletwa kwa bulk vinabaki. Tulivyonunua sisi kwa hela nyingi vimekwisha vyote. Hakuna jiuliza swali ilikuwaje? Haya yote ni maswali ya kufanya nini? Ya kujiuliza. Na nyinyi ndio watekelezaji. Unapotaka kuingia mkataba na maana kwenye force account tuna component mbili. Manunuzi na mafundi. Unapotaka kuingia mkataba kwenye Nest, tayari unakuwa na bajeti yako. Si iko hivyo wote jamani tunafanya. Kwa mfano umepewa darasa ujenge kwa shilingi milioni 50, madarasa mawili ujenge kwa milioni 52. Au sema milioni 26, umepewa darasa moja ujenge kwa milioni 26. Si ndio bajeti yako? Unapoingia pale kutangaza ili upate fundi, upate na material, wazabuni wa material. Unatakiwa utangaze ukiwa unajua bajeti yangu ni milioni ngapi? 26. Si ndio hivyo? Ili nikamilishe darasa. Sasa umetangaza mpaka mkakubaliana,
na mmekubaliana, yani na wewe mpaka mmefika mwisho, sema mmesainiana mikataba, si maana yake umeshaangalia hawa watu mpaka nakubaliana nao tayari wako within my budget, si iko hivyo? Inakuwaje mtu unatoka sasa pale wakati wa utekelezaji, baadaye unakuja kusema nahitaji tena milioni 11 hii niweze kukamilisha, wakati vitu vyote pale umesha vi identify mwanzoni? Hilo ni swali langu la kwanza kabla sijaendelea.